Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Nilijua kweli tatoka. Asema kweli. Nilijua ukweli tatoka. Nitasema ukweli, Sema ukweli. Nitasema tulimuuza Onyango. Unafanya nini? Tulimuuza mtoto wangu. Tulimuuza Onyango. Pesa ngapi? Milioni 5. Mbona ulikuwa unakataa? Alafu unakataa. Nisamee. Wewe tu sister, wewe hatakukuamini hivyo. Hatakukuamini hivyo yote. Jamani dadangu, nisamee. Nimekubali, nisamee dadangu. Dadangu, nisamee jamani. Nisamee, nimekuja kwa magoti, nisamee. What is wrong? I can't believe this is what I'm seeing. I can't believe this is what I'm seeing. Like seriously, where's my kid first? Where's my kid before I do? Your kid is safe. Your kid is safe. You guys. Where's my daughter first? Mlango ndo yenye umeingilia. What has been going on all along, Baba Onyango? This is what has been going on. Like seriously, Baba Onyango. Hold on, I can't believe what's going on. Ni mama mtoto tu. He's dying. I can't believe what I'm seeing. I can't believe. Guy, wewe kuja hapa mzee. Kuja hapa. Guy, bro. Toka. Mimi hapa shida gani? Stop nonsense. What's wrong with you? Bro, cut your camera, bro. Kai, wewe ana shida gani huyu? Cut your camera, bro. What's wrong with you wewe? Leo wana nguvu na badi, watu wanajua kazi nafanya amazing zaidi. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyinyi singeweza kufika sema ambayo nimefika. Alafu mnanifanya jinsi mtamu. By the way, ukiniangalia hapa niko na daktari na Mwanga, kana daktari na Mwanga. Niko na babake Onyango. Na kwa kweli kana hivyo niko na mwanamke mmoja ambaye she's very beautiful by the way, na ambaye ni dadake Atieno. Kwa kweli sio kesi, tumekuja kuketi chini tuweza kupiga story because unajua kwenye maisha lazima tuweze kufuatilia vitu kiundani, na daktari alisema kweli ni vizuri tuweze kuketi chini tuone kweli vile tutafanya mambo haya yaweze kuwa rahisi, kwa sababu unajua sio vizuri kuanza kuzungushana mara sijui nini mara nini. Na pia daktari mwenyewe amesema lazima ataadhibu kila mtu. Anasema hataki kuadhibu mtu, lakini by any chance ukifanya mzaa ana huruma na wewe. So ni kitu ambacho kwa kweli mimi kinanifurahisha na yeye because mbona una huruma kwa mtu ambaye anapenda kuleta mazagazaga jamani. So tunazidi kufuatilia kiundani tuweze kujua ni vipi tunaweza kusaidiana. Kwa kweli kitu ambacho kinanifurahisha zaidi ni kuwa Nicole ako mikononi salama na mikononi ambaye ni mikononi ya mamake, na kwa kweli daktari amesema kuwa amemwekea kinga ambayo ni nzuri na kinga ambayo iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni kitu ambacho pia kinanifurahisha sana sababu Daktari na Mwanga atumie nguvu za giza. Daktari na Mwanga anapigana na nguvu za giza. Daktari na Mwanga hapendi ushirikina kabisa. So akisikia kama kuna mtu ambaye anafanya mambo ambayo sio mazuri, kwa kweli utakipata kile ambacho tunasema utakijua kile kilichomtoa kanga manyoya. So tunazidi kufuatilia kiundani tuweze kujua ni vipi. Uko salama Daktari na Mwanga? Niko salama. Nashukuru Mungu kwa ajili ya siku hii na kwa ajili ya nyinyi wote. Na tuko hapa kuweza kufuatilia na kuweza kujua ukweli uko wapi. Na wewe habari yako? Mzuri sana. Uko salama? Niko salama, nashukuru. Okay. Unajua Onyango? Okay, daktari, kabla hujamuuliza kuhusu Onyango, na ningetamani sana tuweze kuongea kiundani kidogo, tusalimie huyu mzee uko aje? Niko nashukuru. Kwa salama? Nashukuru niko salama. Unajua kitu ambacho kimetuleta huko? Kuna mambo ambayo yalitokea ambayo daktari na Mwamba alikuwa anataka kujua zaidi. Yaani umeamua kumpa jina lako mwenyewe unamuita na Mwamba. Kuna tofauti ya na Mwamba na Mwanga mzee. Wacha kuanza kujikoroga. Ababu na Mwamba yuko na huyu ni daktari na Mwanga. Ni daktari, ni daktari. Mbona muita na Mwamba? Si na Mwamba, ni daktari tu. Daktari ambaye anaombea watu na ako na uwezo wa kuona mambo fiche. So kweli umeona kabisa na uwezo wa kuona hizo mambo fiche? Niliona ameanza kufichuliwa maneno ambayo ilikuwa siri ambayo singeweza kujua kwamba angejua. Na ndio maana nikatambua kama ni daktari kweli. Ndio. Umeweza pia kuona kwamba hao watu wako hawaniwezi? Nimeona nguvu ambayo alikuwa nayo, nikasema ni nguvu ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nguvu hiyo nimeona kweli inafanya kazi. Okay. Uko aje? Niko poa kabisa, nashukuru Mungu. Mama Atieno. Atieno mama.
Niko salama nashukuru. Niko na furaha yenye hata siwezi elezea. Kusikia mtoto wangu, kuona mtoto wangu ako sawa, amekuja amedhoofika, lakini nashukuru Mungu nimempata ako na afya zake. Nashukuru sana kwa daktari. Na hiyo mambo ya huyo mtoto mkubwa ndio kidogo inanipiga chenga. Wacha sasa tusikie kutoka kwa daktari. Nielezee ama daktari anielezee vizuri mtoto wangu naweza mpataje, kwa sababu anasema mtoto ako hai. Wow. So daktari, ulisema tuweze kuketi chini tuweze kuongea. Na kwa kweli mimi naamini kile maana wewe umefanya kazi mingi sana. Kuna zingine ambazo umefanya chini ya kamera, nje ya kamera. Na wewe naamini kabisa uwezo nao ni mkubwa sana kwa kila jambo. Naomba tu tuelezee kiundani ni vipi mambo yanakuwa, ndo angalau mambo yawe vizuri. Asante sana na nishukuru Mungu na kwa uwezo ambao niliopewa na Mwenyezi Mungu ndio umeweza kufanya tukafika mahali tumefika sasa hivi. Kama ingekuwa ni mambo ya kibinadamu, hakuna kitu ambacho tumefanya kufikia sasa hivi. Na vile ambavyo niliweza kukueleza hapo awali ni kwamba mtoto Onyango yuko hai na ako mikononi salama na ako katika familia ya kitajiri sana. Na niweze kumuuliza dada Karo, huyo mtoto Onyango unamjua? Namjua mtoto Onyango. Mtoto Onyango ni mtoto wa dadangu. Mimi hata usinikumbushe jamani. Usinikumbushe mtoto nilikuwa nalia nini? Nilimpenda huyo mtoto jamani. Mtoto Onyango alikufa. Nilimpenda zaidi. Inasemekana unajua vile yako? Sijui, mimi sijui chochote kuhusu Onyango. Alikufa, tulizika Onyango. Mtoto mwenye nilikuwa nampenda mtoto Onyango jamani, tulimzika Onyango jamani, mtoto nampenda. Mtoto alikuwa analia nini? Unalia nini sister? Nasikia uchungu sana, inaniuma sana. Unajua kijana Lamonai, mimi niseme kwamba mimi sipendi kwenda katika njia ambazo hazieleweki. Hivi Karo, hivi unachokisema ni ukweli, ile mambo ambayo unasema? Nasema ukweli kabisa, ukweli mtupu, mimi sidanganyi chochote, ni ukweli. Mbona usiongee vizuri kama mtu ambaye ana mbona alialia hapa? Unajua? Na inaniuma, niko na hasira naumwa sana. Uko na hasira? Niko na hasira. Kwa hivyo unasema ulikuwepo mtoto Onyango kizuko na hata ulihudhuria mazishi? Nilihudhuria mazishi ya Onyango, nilihudhuria mazishi yake. Inaniuma. Mkazika kweli Onyango, mkamzika mkaona mmefuka kabisa, mmezika kabisa. Nini baba Onyango alikuwa anasema ati kuna story unajua wewe na yeye mnajua juu ya Onyango? Enda polepole. Nataka mwenyewe aseme ile kitu ambayo unasema ni ukweli. Nikikupa hapa Biblia utaapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba ile kitu unasema ni ukweli? Nitaapa mbele ya Mungu kile nasema ni ukweli. Nasema ni ukweli mtupu kabisa. Onyango tulimzika. Huyo mtoto nilimpenda sana na roho yangu yote. Nilimpenda mtoto Onyango na tulimzika. Yaani inaniuma. Inaniuma jamani. Unalia nini wewe? Shwali, unalia nini sister? Onyango unanikumbusha. Uongo na kukumbusha nini na unajifanya hapa na unajua ukweli? Sijifanyi chochote Mungu ameniambia unajua ukweli wewe. Hebu confess. Sijui chochote baba Onyango, huyu mtumishi wa Mungu ana nini aina gani? Uliza baba Onyango. Ile maneno Karo, mwambie aseme ukweli. Karo, mimi niogopa kudhibiwa tena. Ile story ulijua ile ambayo ile pesa ambayo tulichukua 500,000. Sasa mtumishi wa Mungu akasema kwamba tusiposema ukweli tutadhibiwa. Adhabu itakuwa makali sana. Nilikuamini dadangu. Baba Onyango mimi sijui kabisa. Baba Onyango anaongelelea nini? Mimi sijui. Baba Onyango unasema mimi sijui chochote, sijui. Kwa hivyo ujui kabisa ujui kabisa na umeapa kabisa ujui kabisa. I wish ungejua unadili na mtumishi. Sijui chochote kabisa, sijui chochote. Mimi sijui. Mimi najua tulizika Onyango sisi. Kama wewe ni dadangu. Tulizika Onyango. Bisinsia mimi sijui kama wewe ni dadangu kweli. Tulimzika. Yes. Tulizika Onyango, yes. Mimi sijui chochote kingine. Baba Onyango mimi sijui anasema nini. Mimi sipendi kuharibu muda. Na mimi nataka nimalize hii kazi niende nitoke hapa niende nifanye shughuli zingine. Nakupa nini ya mwisho, nafasi ya mwisho uweze kusema.
Unajua milioni 5 mulikula. Tukukula. Mimi sijui baba. Mambo ya milioni 5 haujui kabisa. Sijui chochote, sijui. Matanga ulihudhuria. Ndio. Ukazika Onyango. Tulimzika. Kabisa. Yes. Uko tu serious sister? Kabisa Yaani mlizika unauza Onyango. mtoto Kabisa wangu. mlizika Onyango. Hapa vipi? Nilijua ukweli tatoka. Asema kweli. Nilijua ukweli tatoka. Nitasema ukweli, Sema ukweli. nitasema tulimuuza Onyango. Ulifanya nini? Tulimuuza. Sema. Uliuza mtoto wangu. Tulimuuza Onyango. Pesa ngapi? Milioni 5. Mbona ulikuwa unakataa? Unakataa? Nisamee. Wewe tu sister, wewe hatakukuamini hivyo. Hatakukuamini hivyo yote. Jamani dadangu nisamee. Nimekubali nisamee dadangu. Dadangu nisamee jamani. Nisamee nimekuja kwa magoti nisamee. Naomba msamaha dadangu, naomba msamaha. Nisamee kitu. Wachana na mimi. Nimekubali. Dadangu ukweli dadangu. Mimi unafaa muombe msamaha. Nisamee dadangu, nisamee ni shetani. Jambo lolote? Ni shetani jamani. Nisamee dadangu, nisamee. Mbona unataka kusema ukweli? Mungu Mbona nisamee. hutaki kusema ukweli? Kwa magoti yangu nisamee. Mbona Maskini gani ni maskini gani ni adhabu gani? Msamaha unafaa uombe huyo. Unafaa uombe msamaha. Nisamee. Naomba nisamee dadangu. Nisamee. Pesa mulipeleka wapi? Huyu mzee amekuwa na shida mpaka anaenda Qatar. Pesa alipeleka wapi? Nasema ukweli. Mtoto wako wapi? Mtoto wako wapi? Sema hiyo ukweli. Tuliuza mtoto. Hiyo pesa baadaye nikakoniwa. Sikutumia hata hiyo pesa. Mtoto mliuza mkiwa na nani? Tuliuza na baba Onyango. Tuliuza tukiwa na baba Onyango mtoto. Tukakoniwa. Mimi sikutumia hata hiyo pesa jamani. Sikutumia hiyo pesa. Nisamee, naomba msamaha, nisamee. Sasa Nisamee jamani. unajua ukisema usamehewe unafaa useme usamehewe nini? Makosa yako ni gani? Makosa yangu ni kuuza mtoto na nikaficha, tukasema tulimzika. Omba mtu ambaye unafaa uombe msamaha. Ukiniambia utaniambia kitu. Ila imefika nitasema. Nakwambia ukweli sasa. Mungu na uombe tu akupe mtoto dadangu. Nilikuwa na uchungu, nasikia huzuni. Manake msipatangi mtoto. Nilipati mtoto nikaona nilikuwa na wivu. Ni wivu nilikuwa naomba unisamee. Ni wivu. Niliconfess. Unanisaidia kulia. Huyu ndiye mlisaidiana naye? Ni yeye. Mkapewa milioni 5? Ni yeye. Leo kampa ngapi? Yeye alikuwa na milioni 3, mimi nilikuwa na 2, lakini sikukula. Nidanganya sababu najua ukweli. Bado unazidi kusema ukweli sister. Bado unazidi kusema uongo. Nitasema ukweli. Huyu ulimpa ngapi? Milioni 2. Wacha kusema uongo. Sababu najua kila kitu. Mbona unanidanganya? Nilimpatia milioni 3. Ulichukua milioni 1 ukampa. Zizo zingine ulifanyia nini? Nilikoniwa. Hata sikutumia hata shilingi 1, nilikoniwa. Adhabu ya Mungu. Ulikoniwa na nani? Adhabu ya Na boyfriend yangu. Adhabu ya Mungu. Wacha kusema uongo. Sababu najua si boyfriend yako alikula hiyo pesa. Najua nani. Mungu kweli. Au kuenda kwa hospitali useme unataka mtoto? Nilikuwa nataka kwenda kununua mtoto hospitali kwa daktari. Alafu akanikona kwa nipatia mtoto. Mbona ulikuwa unadanganya? Naye kama wako. Sikuwa nadanganya. Naomba msamaha. Nisamee jamani. Na tu naye kama wako nisamee. Hata daktari alinikoni hiyo pesa, sikuwa ipata mtoto jamani. Ni uchungu sana kutopata mtoto jamani. Nisamee, naomba msamaha. Ukinisamee nitapata mtoto jamani. Ni wivu ilikuwa inanifanya. Sasa wivu inakufikia mpaka unauza mtoto wangu. Ni wivu. Nisamee tu. Nisamee, naomba msamaha. Nisamee daktari, nisamee.
mimi unafaa uombe msamaha. Unafaa umuombe msamaha na umwambie, useme ni kwa nini ulikuwa unafanya jinsi ambavyo, ni kitu gani kilipelekea mpaka ukafika ufanye nini, ukauza mtoto wake. Ni kwa sababu huwa sipati mtoto. Nikakuwa nikashikwa na ile wivu na tamaa. Mbona ungechukua tu huyo mtoto ukae ni kama ni wako, sababu mbona ungemchukua? Nilikuwa nataka wangu mwenye mimi mwenyewe nimezaa. Nilikuwa nataka wangu mwenye mimi mwenyewe nimezaa. Sasa nikaona ni muuze. Alafu nini? Sikuadhibu tena. Kuja hapa. Najua hukukula pesa. Unasema hukukula pesa na ulipewa milioni moja. Nilipewa milioni moja. Hiyo milioni moja ndio nilienda nikanunua shamba. Tabu ilikuwa nashika mimi, wazazi wangu problem, kule nyumbani problem, nikasema ninunulie mama shamba, akitoka huko tutajengee kwa shamba ile. Na nijengee nyumba vile nilisema nitajengee. Sasa mimi sikukula. Sikukula. Haya. So tulia kidogo kabla nikuongeza adhabu. Ama unataka nikuongeza adhabu? Usiniongeze daktari, usiniache. Niweze kukuambia kwamba tayari kufikia sasa umeanza kujua ukweli, si ni kweli? Mimi najua kweli na ninakuamini daktari, nakuamini kabisa. Hakuna kitu umeniambia tangu ulikutana na mimi kule makaburini penye walidanganya wamezika mtoto ikakakuwa sio hivyo. Nashukuru sana. Nashukuru kwa kila kitu. So mzee Onyango, babake Onyango, nikuulize swali. Niulize. Hivi unaona kile kitendo ambacho mlikuwa mnafanya ni haki mbele ya Mwenyezi Mungu? Si mzuri. Lakini mimi tabu ilinishika tu. Nikasema nikipata pesa ninunue shamba, nijengee umama juu nilikuwa. Sasa ile kitu ambayo ilisababisha wewe kuuza mtoto ulikuwa unataka kununua shamba? Ni tamaa tu ya kupata vitu. Sasa nilinunua shamba, ndio nilikuwa naambia nitajengea. Mimi sitaki undanganye sababu najua ukweli. Nilinunua daktari, nilinunua. Wewe ukatoka hapa ukaenda kwa daktari, lakini nikuweza kukuambia kwamba usijali. Mimi kitu yote mimi najua kile kitu ambacho nafanya, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mtoto Onyango utaenda kumpata, na hata ile pesa ambayo umekuliwa yote utaenda kuipata. Na wewe bado niko na nyinyi. Kwa sasa mimi nataka amka hapo, amka chini, tulia sababu tayari nimekutuliza. Amka hapa, toka hapa na mzee wako Onyango muende muongee. Tokeni hapa mtupe nafasi. Muombe Mungu awasamehe. Tokeni hapa. Nichukue fursa hii nikuambia kwamba Mwenyezi Mungu anakupenda na kila kitu kitazidi kuwa sawa kabisa, na ushukuru Mungu kwa ajili ya uhai wako, na unazidi kuwa katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, na kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Sawa? Haya. Nakuamini. Sawa kabisa. Asanteni sana. Asante daktari.